Yes, mambo vipi mtazamaji wa PMTV? Karibu kwenye updates. Na kwenye updates leo hii bwana, tutapita mitaa ya Jangwani, lakini pia tutapita mitaa ya Msimbazi. Yes, tutapita huko ni kutokana na kadhia ama kitu ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi Said, kutokana na kile ambacho aliweza kukizungumza kwenye kongamano kubwa la mpira ambalo lilifanyika huko Doha, Qatar siku ya jana tarehe 14 ya Disemba. Tunajua kwamba FIFA ilimteua rais wa klabu ya Young Africans pamoja na mwenyekiti wa vilabu barani Afrika Engineer Hersi Said kuwa moja kati ya watu ambao watazungumza kwenye jukwaa hilo, ambapo Engineer Hersi Said alipangiwa kuzungumza ama kufundisha kuhusiana na key elements for club successful transformation, yani vitu vya muhimu ambavyo vitafanya mfumo wa badiliko uweze kukamilika ndani ya club. Na tunafahamu mkutano huo ulifanyika mbele ya watu mashuhuri ambao washawahi kufanyia makubwa mpira, watu kama wakina Arsene Wenger ambao washawahi kupita ndani ya klabu ya Arsenal kama kocha mkuu, lakini pia watu kama wakina Roberto Di Matteo ambao washawahi kuchukua UEFA Champions League akiwa na klabu ya Chelsea, watu kama wakina Alexander Pato ambao washawahi kufanya makubwa akiwa na timu ya taifa ya Brazil pamoja na klabu ya Chelsea pamoja na AC Milan, lakini pia Eric Abidal ambao washawahi kucheza kwa mafanikio makubwa ndani ya klabu ya Barcelona. Nikukumbushe tu, Engineer Hersi Said alikuwa mwakilishi pekee kutoka barani Afrika ambaye alipewa wasaa wa kuzungumza idea zake kuhusiana na key elements for a club successful transformation, yani mfumo ama viini ambavyo vinasaidia mfumo wa mabadiliko ndani ya club. Sasa kwenye kuwasilisha pointi zake alitaja vitu ambavyo vinafanya klabu iweze kufanikiwa, lakini pia alitaja vitu ambavyo vinakwamisha klabu kuweza kufanikiwa. Lakini pale kwenye kuproject kulikuwa na vitu ambavyo aliviproject ambapo pengine ndio vimezua mijadala. Kwenye vitu ambavyo vinakwamisha klabu kufanikisha kuwa na mfumo wa mabadiliko ambao ni imara na muendelevu, alitaja point ya poor governance, yani kutokuwa na uongozi thabiti ama uongozi ambao uliopo bora. Lakini kilichowashtua watu zaidi ni ile video clip ambayo ilikuwa inaplaywa kwenye projector, yani nyuma kile ambacho ilikuwa nakizungumza ilikuwa ni clip ambayo ilikuwa inaonyesha mashabiki wa klabu ya Simba wakilalamika ama wakinungunika ama wakitoa ya moyoni kuhusiana na kutokuridhishwa kwao kutokana na jinsi ambavyo mkutano mkuu wa klabu hiyo uliweza kuendeshwa. Lakini baada ya hapo pia aliplay clip ya klabu ya Young Africans ikiwa inaonyesha point yake, ikiwa inazungumzia financial instability, yani kutokuwa na kipato cha kutosha, akiwa anaonyesha klabu ya Young Africans, majengo ya klabu ya Young Africans. Lakini watu, sehemu ambayo imezua utata ni ile sehemu ambayo klabu ya Simba iliweza kuonyeshwa kama sehemu ambayo ina poor governance, yani haina uongozi thabiti ambao unaweza kaipeleka ukaweza ukaleta transformation na ukakamilika ndani ya klabu ya Simba. Wapo ambao wanahoji kwamba je, kulikuwa kuna haja gani ya Engineer Hersi Said kuweza kuitumia klabu ya Simba kama mfano? Wapo ambao wameenda mbali, wanajiuliza kwamba ndani ya klabu ya Young Africans, je, hakujawahi kuwa na migongano? Hakujawahi kuwa na malumbano? Kama yamewahi kuwepo, kwa nini asitumie mifano ya klabu ya Young Africans na badala yake akatumia mifano ya klabu ya Simba? Wapo ambao wameenda mbali sasa na kuona kwamba Engineer Hersi Said alikosea kile ambacho alikifanya kwenye presentation yake ambayo ilifanyika huko Doha siku ya Jumapili tarehe 14 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Sasa wewe pia unatakiwa utuachie mtazamo wako hapo kuhusiana na kile ambacho Engineer Hersi Said alikiwasilisha kwenye mkutano ama kongamano hilo la maendeleo ya mpira duniani ambayo ilikuwa hosted na FIFA wenyewe. Wewe unahisi alipatia kuizungumzia klabu ya Simba kama sehemu ambayo uongozi wake bado umekuwa unalegalega, ama alitakiwa kutumia mifano ambayo yeye ameishi zaidi, mifano ambayo inatokea ndani ya klabu yake? Sasa wakati unaacha komenti yako hapo, usisahau kwamba PMBet ndo sehemu ambayo wanagawa pesa pamoja na magari. Kwa wanangu wa mikeka, endelea kuweka mikeka kupitia pmbet.co.tz. Ukishinda mkeka wako, hutoishia kupata pesa peke yake za ushindi wa mkeka,
bali unaingia kwenye draw ukishindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.